Chama chetu mihimili yote kwa maana ya viongozi wa juu wote ni wanawake. Jipigeni makofi na vigelegele. Mwenyekiti ni mwanamke, katibu mkuu ni mwanamke na mtunza fuko. Nishajivunia kwamba mnasema kwamba tumeweka wanawake kwamba ndio viongozi wakubwa. Hao wanawake hao wenyewe wana waume huko. Sijui ni wamezao, sijui wameolewa ama hawajaolewa. Sijui haijulikani kwa sababu sijawahi kuona mwanamke amesimama akimuonyesha kwamba huyu ni mume wangu. Huenda anatumia mawazo ya wanaume wahuni wa kwenye mabaa wanaokutana huko kwenye makasino. Sasa unategemea kwamba kama huyu anakutana na mwanaume kwenye baa kwenye makasino, muhuni atamshauri nini? Hana cha kumshauri. Hana cha kumshauri kwa sababu mwanamke inatakiwa ategemea akili ya mwanaume. Mwanaume ndiye muongoze mwanamke. Hata kama ukimweka mwanamke awe ni yupi ni nani, ukimweka katika nafasi yote ile, bado anategemea mawazo ya mwanaume. Bado anategemea mawazo ya mwanaume. Na ndio maana naona kwamba namna anavyoamua na wanaume wanaokuta nao ni wahuni. Na namna anavyokuja kuamua, anaamua ujinga. Kwa mfano, tuulize kwa mfano huyu spika bunge huyu Tulia Dickson. Namna alivyokuwa akiojua pale hivi watu utekaji, namna ya utekaji. Anasema kwamba hamna mtu anayetekwa, wanajiteka wenyewe. Sasa wewe, hivi kuna mtu anajiteka mwenyewe kwa kile kawaida ya fast hivi yani hesabu ya kawaida. Hahitaji hata shule. Hivi kuna mtu anajiteka mwenyewe? Hapana. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba huyu kuna sauti ambayo anasikiliza mwanaume mwenyewe. Wahuni wanaobeti huko kwenye maukumbi, wanakutana kwenye vilabu, kwenye makasino, kwenye zinao, ndio anakuja kumpa maarifa. Sasa nenda kaongea hivyo, na mwanamke naye anaropoka kwa sababu mwanamke akili yake imeshikiliwa na mwanaume. Na ndio maana mwanamke akiwa na mwanaume muhuni atatumia akili zake tu, hata kama akiwa na elimu vipi hii ambayo tunasema kwamba amesoma, ana elimu, bado hatatumia akili yake. Lazima atumie akili ya mwanaume. Kwa ndio maana naona kwamba maamuzi yanakuja kutoka ni maamuzi ambayo hata mwanadamu wa kawaida, hata kama ni mtu ambaye amemaliza darasa la pili, anaona kwamba huyo kaongea utumbo, huyo kaongea ujinga. Ni kwa sababu gani? Mawazo anayotumia si ya kwake, anatumia mawazo ya mwanaume. Wewe kubali katai, ili amini kwamba hatumii mawazo ya kwake, anatumia mawazo ya mwanaume. Hivi kwa mfano kama hii rais wetu alivyozungumza, Mama Samia alivyozungumza kwamba kuna vifo vingi vimetokea, lakini kuna kifo kimoja tu cha Hali Kibao kimezua taharuki. Yani anachukulia ni jambo, yani ni jambo la kawaida sana. Ndio unaona kwamba akili zake, unaona kabisa huyu akili zake yani azifikiria tambari. Huyu akili zake ziko hapa, hizi zimekomea hapa hivi. Ina maana wewe mwanadamu nataka kumlinganisha, yani si anataka kumlinganisha na kitu gani, si mdudu gani? Mwanadamu ni zaidi na cheo ulichonacho wewe. Mwanadamu ni zaidi ya mali zako ulizonazo. Mwanadamu ni zaidi ya majumbo ulionayo. Ni zaidi. Kwa tunavyozungumzia wanadamu, usichukue kwamba ni kitu mwanadamu tena utamuokota pale hivi. Hapana, sio hivyo. Huyo sio mwanadamu. Na tukisema hivyo kwamba utaweza kusema kwamba huyu kijana wenda amevurugwa. Hapana, huyo sio mwanadamu. Nataka niwatolee mfano mdogo sana, mtaweza mkanielewa, ili mjue maana mwanadamu ni nini. Angalieni Kenya, mtu kawawa mmoja amewawa na jeshi la polisi. Baada ya kuwawa, nini kilichotokea? Wamepiga maandamano mji mzima, wameingia mpaka kwenye makambi ya serikali, kwa sababu huyu ni mtu mmoja aliyowawa. Kama huyu Mama Samia alivyomsamanisha kwamba akasema kwamba kifo ni kifo, yani mtu mmoja amezoa taharuki. Unaona? Sasa yule Kenya yule sasa alikuwa sio mtu mkubwa, ni mtu wa kawaida tu. Ni mtu wa kawaida kama mimi hapa hivi. Wa kawaida. Lakini wanaojua kwamba nini mwanadamu, wakapiga maandamano kwa kutaka yule askari aliyemuua ikiwezekana aache kazi mara moja, achukue sheria. Lakini sisi hapa hivi watu wanapotezwa, tunaona kawaida tu. Watu wamevurugwa Simba na Yanga. Kubeti ndio kazi wa Tanzania. Na ikija kutokea kwamba kuna watu wanatetea ama kuna watu wanaunga mkono, unaona serikali inakuja kushtishi na kuambia kwamba tunatoa kiasi fulani
cha Simba na Yanga wakacheza wakashindania. Ni upumbavu, ni ujinga, ni mtupu, kwa sababu ameshaona kwamba akili za Watanzania zimeegemea kwenye masuala ya kubeti na masuala mpira na masuala matako zina. Na ndio maana umeletewa kwamba sasa hivi umeletewa mashine za kutengeneza makario Muhimbili, kwa sababu ameshaona kwamba akili za Watanzania zinawaza mambo ya zina. Zinawaza masuala zina. Kwa maana kwamba watu ili tuwakamata hawa, ngoja tuwaweke mitambo hapa hivi ya kutengeneza makario. Kwa sababu vijana sasa hivi mmevurugwa na makario. Mmevurugwa na makario. Sasa mnaona kwamba hii serikali inatupenda sana, tuletea makario, imetuwekea mashina hapa hivi. Mnaona mnapendwa, kumbe ni upumbavu mtupu. Amkeni. Amkeni. Amkeni, mtalala mpaka lini? Ukombozi hauwezi ukaja ukusema mtu mwingine aongee ndio ukombozi uje. Ukombozi ni mwenyewe. Ukombozi ni mwenyewe. Amina, amina. Kama unategemea kwamba ukisema kwamba ukombozi utaletwa na mtu mwingine, hapana, 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 nakwambia hapana. Ukombozi ni wewe mwenyewe, amka. Ulete ukombozi. Usitegemee ukombozi utakuja kwa Mama Samia kuleta ukombozi. Hapana. Tundu Lissu kuleta ukombozi. Hapana. Ukombozi ni wewe mwenyewe. Amka. Mtanzania amka, nakwambia. Angalia walioleta ukombozi walitoa maisha yao. Mimi hapa hivi ninavyoongea hapa hivi nimetoa maisha yangu kwa ajili yako wewe. Kwa ajili yako wewe. Usifikie hapa hivi ninavyoongea hapa hivi saa yote nitaweza nikatekwa na nikauawa kwa kuongea na yaongea. Lakini mara 100 nife kwa ajili ya haki kuliko kuona uchafu wa namna ujinga wa namna huu. Kwa nafikiri yule yule rais wa yule Ibrahim Traore yule wa Burkina Faso, nafikiri ajipendi yule. Sana jipenda. Yule sifikiri kwamba ni mjinga. Yule anataka leta ukombozi. Na ndio maana unaona ametoa uhai wake kwa ajili ya wananchi. Sasa hata wewe kama unafikiri kwamba wewe ukiongea hapo hivyo wewe kazi yako, wengine tunapiga kelele, wewe kazi yako ni kucheza mipira, kubeti, kuangalia makario, kuangalia kina Kasongo, huo ni upumbavu na ni ujinga. Haleluya. Amina, amina, amina. Basi mimi nisemacho kwamba inawezekana kila Mtanzania akasimama akaweza kuleta ukombozi ndani ya taifa lake. Asifikiri kwamba ukombozi utaletwa na mtu mwingine. Ukombozi ni wewe mwenyewe.